Shalom shalom. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Mpendwa mtazamaji ambao umekuwa ukifuatilia mafundisho yetu mbalimbali kupitia kwenye channel ya Mikono ya Kristo, Mungu akubariki kwa kutenga muda wako kufuatilia mafundisho kupitia channel yetu ya Mikono ya Kristo. Kwa kweli Mungu akubariki sana. Inawezekana kwamba ungekuwa na mambo mengine mengi ya kufanya, lakini kwa namna pekee ukasema ngoja ufungue kwenye channel hii uweze kufuatilia mafundisho mbalimbali, uweze kupata maarifa ambayo tunafundisha kupitia channel yetu hii ya Mikono ya Kristo. Basi siku ya leo nina somo, ni muendelezo tu wa masomo yale yanayofundisha kuhusu sadaka, na leo nataka nikupe siri ya sadaka ya kujimaliza. Watu wengi wamekuwa na mkanganyiko sana kwenye swala hili, na sisi kama timu nzima ya Mikono ya Kristo tumekuwa tukiyafundisha sana mambo haya ili watu wasichanganyikiwe, wajue mahali ambapo panahitaji kutoa sadaka ya kujimaliza, lakini wajue mahali ambapo sio lazima kutoa sadaka ya kujimaliza. Mara nyingi sadaka ya kujimaliza ni Mungu anakusemesha kwa habari ya sadaka hiyo. Haiwi ni sadaka ambayo inakuja bila sababu. Ni sadaka ambayo Mungu anataka uitoe kwa sababu fulani. Na mara nyingi sadaka ya kujimaliza ni sadaka ambayo ina kusudi lisilo dogo. Sio jambo dogo. Haiwi kwa jambo dogo. Inakuwa kwa jambo kubwa. Inawezekana kuna jambo fulani limekuchanganya kwa muda, limekutesa kwa muda mrefu sana, basi labda kuna ugonjwa fulani unakutesa au umekutesa kwa muda fulani. Mungu anaweza kukusemesha. Ama kwa habari ya kazi yako, manyanyaso, unataka kuhama position moja kwenda kwenye position nyingine, Mungu husemesha sana vitu vikubwa kupitia sadaka hii ya kujimaliza. Kwa hiyo sio sadaka ndogo. Sio sadaka ambayo mtu tu unaweza kujiamulia tu kuifanya. Lazima kuwe kuna sauti ya ndani. Yaani lazima kuwe kuna kitu fulani kinakusukuma kutoa hiyo sadaka. Yaani Mungu anapohitaji sadaka ya aina hiyo, lazima atakupa ishara. Haiwezekani ikawa tu sadaka ambayo mtu anakuambia toa sadaka kujimaliza. Ni Mungu anaachilia ishara fulani ndani yako. Wakati mwingine unaweza ukajiuliza, kwenye jambo hili nitoe sadaka gani? Ndio ukasikia hiyo sadaka kwamba toa kiasi fulani, au toa sadaka kupitia mifugo yako ya aina fulani, au kwa namna nyingine yote ile Mungu anaweza kukusemesha ili utoe sadaka ya kujimaliza. Kwa hiyo leo nimekuja na somo hili ambalo nabeba kichwa cha somo kinachosema siri ya sadaka ya kujimaliza. Sadaka ya kujimaliza inazo siri. Ina siri kubwa sana sadaka ya kujimaliza. Kwa wanaojua siri ya sadaka ya kujimaliza, sio wenzako, wako mbali sana. Sadaka tu yenyewe unapomtolea Mungu sadaka, yaani ukiachana na sadaka ya kujimaliza, kuna sadaka ile ya kawaida. Sadaka tukiwa na tabia ya wewe kutoa sadaka ya shukrani. Sadaka ya shukrani ndio sadaka pekee ambayo haina mambo mengi. Ina nia moja tu ya kusema namshukuru Mungu. Lakini sadaka nyingine zote zinaambatana na nia zingine ambazo labda una nia kupata mtoto, una nia ya mwanao afaulu shuleni na vitu vingine. Sadaka yote ni makubaliano. Ili tumeshalifundisha. Yaani sadaka ni jambo la makubaliano wewe na Mungu. Yaani kuna kitu unataka kitokee kupitia sadaka, na hiyo ndio sadaka. Lakini pia shukrani. Unaweza ukaamua kutoa sadaka ya shukrani. Ukiwa na tabia ya kutoa sadaka ya shukrani mara kwa mara, basi elewa ya kwamba jambo lako au mambo yako mengi yatakuwa yanaenda vizuri sana, kwa sababu Mungu hupendezwa sana na sadaka. Sasa sadaka ya kujimaliza ina sababu, na ina sababu ambazo sio ndogo. Yaani sadaka kujimaliza sababu zake ni kubwa sana, sio kitu kidogo. Yaani unaweza kuwa tu na jambo dogo ukasema ngoja nitoe sadaka kujimaliza. Hapana, sadaka kujimaliza ina jambo muhimu. Kwa mfano, unaweza mtu akajiuliza, sadaka kujimaliza ni ipi? Ni sadaka ambayo, nitakupa mfano mdogo. Unaenda mahali labda kwenye kongamano, au labda umeenda kwenye mafundisho ya neno la Mungu, ama sehemu yote ambapo panahubiriwa, yuko mtumishi wa Mungu anahubiri kwa habari ya neno la Mungu.
Labda umekwenda pale una shilingi 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 au kwenye simu yako kuna pesa. Sauti na kusukuma kutoa kile ulichonacho. Yaani wakati mwingine unaweza ukapata hata shida kurudi ulikotoka. Hiyo ndio inaitwa sadaka ya kujimaliza. Yaani sadaka ambayo unatoa kila ulichonacho. Kila ambacho ulichonacho, yani kile unachokitegemea ama kile ambacho wewe ungependa kuwa nacho kwa wakati huo, ndio Mungu anakuambia kitoe. Mfano mdogo, unaweza kuwa umeenda mahali umesema nitatoa sadaka shilingi 2,000. Nakupa mfano tu mdogo. Mfukoni mwako kuna shilingi 12,000. Alafu sauti ya Mungu inakwambia, huu ni mfano tu. Sauti ya Mungu inakwambia toa 12,000 yote. Mfano wa sadaka kujimaliza unakuwa namna hiyo. Yaani unatoa kile kitu ambacho hata nyumbani hauna. Yaani kama ni mshahara, inaweza kuwa ni mshahara wako wote wa mwezi huo. Kwamba sasa utakula nini, umeme utanunuaje, maisha utaendeshaje, hiyo Mungu anasema atajua yeye. Kwa hiyo ndio sadaka ya kujimaliza kwa wale ambao walikuwa hawajui sadaka ya kujimaliza. Inakuwa kwa mfumo huo. Ni sadaka inayouma sana, lakini Mungu anakuambia itoe. Tutaenda kuona mifano ya sadaka ya kujimaliza. Ipo mifano mingi sana. Lakini mimi nitakupa miwili tu kwa siku ya leo. Miwili tu itakutosha kujua sadaka ya kujimaliza na siri iliyojificha kwenye sadaka ya kujimaliza. Na sadaka hii ya kujimaliza mara nyingi inatolewa kwa wahudumu. Yaani lazima madhabahu ihusike. Yaani lazima Mungu ahusike. Haitoki kinyume na hapo. Yaani sadaka ya kujimaliza ni lazima Mungu ahusike. Mungu afanye nini? Ahusike kwenye sadaka ya kujimaliza. Kwa hiyo sio tu ya kujifikirisha, yani usiwaze wewe kutoa. Yani usifikirie moyoni mwako kwamba nataka kutoa sadaka kujimaliza. Ndani yake lazima Mungu ahusike. Sasa labda twende tukasome sasa kitabu cha Mwanzo sura ya 22 aya ya 1 na ya 2. Ibrahimu anajaribiwa. Nafikiri watu wengi wanafahamu jaribu ambalo Ibrahimu alikutana nalo kuhusiana na kumtoa mwanae wa pekee. Ile sasa ndio mfano mmoja wapo wa sadaka kujimaliza ni kwa habari ya Ibrahimu. Nasema kitabu cha Mwanzo sura ya 22. Mwanzo sura ya 22 alafu aya ya kwanza tu. Inasema hivi, sadaka ya Ibrahimu. Kwanza tu kwenye Biblia imeandika sadaka ya Ibrahimu. Ikawa baada ya mambo hayo, Mungu alimjaribu Ibrahimu. Akamwambia, Ibrahimu, naye akasema, mimi hapa. Akasema, umchukue mwana wako wa pekee umpendaye Isaka, ukaende zako mpaka nchi ya Moria, ukamtoe sadaka ya kuteketezwa huko juu ya mlima mmojawapo nitakao kuambia. Kwa wanaosoma Biblia wanaelewa kwa habari ya Isaka. Yaani Ibrahimu alimpata Isaka kama mtoto wa pekee na katika uzee wake, na Mungu alimuahidi kumpatia Ibrahimu mwana wa kiume wa pekee ambaye atakuwa mrithi, ambaye ndiye atakuwa baba wa mataifa mengi. Alimuahidi hivyo, na katika uzee wake Ibrahimu akapata kweli mtoto huyu ambaye ni wa kiume pekee, ukiachana ule Hajiri ambaye alizaa na ule kijakazi wake. Mtoto ambaye alikuwa amekusudiwa na Mungu ni huyu Isaka. Sasa mtoto yule ambaye Mungu alimpatia Ibrahimu, ndiye Mungu anamjaribu Ibrahimu kwa kumwambia ukanitolee sadaka mfano. Sasa hapa Mungu alikuwa anataka kupima moyo wa Ibrahimu. Kwa nini anapima moyo wa Ibrahimu wakati anamjua Ibrahimu? Kuna vitu Mungu hawezi kuviwekea viwango bila kukupa mtihani. Sio tu kwa kufikiria, sio tu kwa kutazama moyo wako, sio tu kwa kukuona kwenye jitihada zako. Anataka kuona, kwa sababu anasema pale hazina yako ilipo ndipo moyo wako ulipo. Kwenye upendo wa mtoto wako, kweli unaweza ukasema Mungu ni namba 1 kuliko mtoto wako? Ndicho Ibrahimu alikuwa anajaribu kujaribiwa na Mungu. Ibrahimu hakuwa na mtoto mwingine yeyote zaidi ya Isaka. Alafu Mungu anasema mtoe mwanao Isaka unitolee kama sadaka. Unaona jinsi ilivyo. Unaona mambo jinsi yalivyokuwa yanakwenda kuwa magumu kwa baba yetu Ibrahimu, baba wa imani. Lakini Ibrahimu hakuona shida. Akafanya lile jambo ambalo Mungu amelikusudia. Akaenda na mwanae Isaka kwa ajili ya kumtoa sadaka. Imani kubwa sana. Na hii ndio mfano wa sadaka
ya kujimaliza, sadaka ya kujimaliza. Kwa hiyo tukienda katika ile aya ya 17 sasa nataka nikuoneshe kwamba Ibrahimu alienda kumtolea sadaka. Yaani Ibrahimu alienda kufanya ile kazi ya kutoa sadaka, lakini mbele kule tunaona kwamba Mungu alimwambia usitoe upanga wako. Na Mungu wakati anamjaribu Ibrahimu alikuwa yuko serious kweli, kwa sababu alimwacha Ibrahimu mpaka amemchukua mtoto, mpaka amemweka juu ya ile madhabahu, amemlaza kabisa tayari kumchinja na kumtolea sadaka Mungu. Ilikuwa imebaki hatua moja tu, ni kuchinja na kutoa sadaka kwa Mungu. Ndipo Mungu anamwambia Ibrahimu usimtendee mtoto wako neno lolote. Yaani ule upanga asiutoe kiunoni, yaani asimtendee neno lolote. Tunaona kwamba Mungu alikuwa anataka kujua kwa kiwango cha juu sana ni jinsi gani Ibrahimu anampenda Mungu, na Ibrahimu akafanya kama alivyoambiwa. Matokeo ya yale yalikuwa nini? Hapa ndipo kwenye siri ya sadaka ya kujimaliza. Matokeo baada ya jaribio lile, nini kilitokea? Tunaenda kusoma ile sura ya 22 aya 17. Inasema nini? Anasema hivi: katika kubariki nitakubariki, na katika kuzidisha nitauzidisha uzao wako kama nyota za mbinguni na kama mchanga ulioko pwani, na uzao wako utamiliki mlango wa adui zako. Unaelewa kitu ambacho Mungu anakisema hapa? Yaani Mungu anasema hivi: katika kubariki nitakubariki, na katika kuzidisha nitauzidisha uzao wako kama nyota za mbinguni na kama mchanga ulioko pwani, na uzao wako utamiliki mlango wa adui zako. Kwamba uzao wetu wa Ibrahimu utamiliki mlango wa adui. Hili ni somo lingine kabisa, kwamba kama wewe ni sehemu ya baba wa imani Ibrahimu, baba yetu wa imani, wewe ni sehemu, ndio uzao huu, kwa nini adui anakumiliki? Hilo ni somo lingine. Leo nataka nikufundishe kwa habari ya sadaka ya kujimaliza. Kwa hiyo Mungu anasema atambariki Ibrahimu kwa sababu ya tendo lile tu la ile imani ya kumtoa mwana wa pekee Isaka, lile jaribio ambalo alilikubali wala hakuletea pingamizi. Lakini mbele kwenye aya 18 anasema, na katika uzao wako mataifa yote ya dunia watajibarikia kwa sababu umetii sauti yangu. Mataifa yote ya dunia watajibarikia, kwamba kumbe ndio maana tunabariki kumbe ndio unabariki watoto wako tunajibariki sisi wenyewe. Anasema wote watajibarikia kwa sababu umetii sauti yangu. Unaona jinsi ilivyo sadaka ya kujimaliza inahusiana kabisa na sauti ya Mungu. Lazima Mungu akusemeshe kwa habari ya sadaka ya kujimaliza. Usitoe tu sadaka ya kujimaliza, na ukishaitoa sadaka ya kujimaliza lazima ikuletee matokeo, kwa sababu ni kitu ambacho Mungu ukirequest yeye mwenyewe, ni kitu ambacho Mungu anakuambia yeye mwenyewe kwamba ufanye kitu cha namna hiyo ili jambo kubwa lipate kutokea. Kwa hiyo baraka za uzao wa Ibrahimu zote zilitokea huko. Nini chanzo? Jaribio la kwenda kumtoa mwanae wa pekee. Tukiachana Ibrahimu, kuna mtu mwingine. Kuna mjane anaitwa mjane wa Sarepta. Mjane wa Sarepta huyu yupo kwenye kitabu cha Wafalme, kitabu cha kwanza cha Wafalme sura ya 17 ile aya ya kwanza. Nitakusomea vipande alafu utaona ni kwa namna gani Mungu alimbariki yule mjane wa Sarepta. Uwe makini ninapokwenda kusoma ili upate kuelewa. Hii aya 17 aya ya kwanza inaanza kusema, basi Elia Mtishbi wa wageni wa Gileadi akamwambia Ahabu, kama Bwana Mungu wa Israeli aishivyo, ambaye ninasimama mbele zake, hakutakuwa na umande wala mvua miaka hii ila kwa neno langu. Hapa ndipo ndipo Elia alipoomba kwa ajili ya kuzuia mvua.
akazuia mvua, na akasema mvua hii ninayoizuia haitokuwa tena mpaka nitakapoirudisha. Yaani Mungu hatorudisha mvua hii mpaka mimi niombe tena mvua kurudi. Hapa ndipo shida ilipoanzia, ndipo nchi ilipoingia kwenye ukame, ndipo baraka za yule mama mjane wa Sarepta zilipomjia kwa sababu ya neno hili. Elia alipokuwa ameona uovu umeongezeka, akamwambia Ahabu ya kwamba hakuna mvua, na tangu hapo mvua ikakoma. Nini kikatokea? Lile swala liliathiri eneo lote la pale, pamoja na Elia mwenyewe aliathirika, lakini Mungu alimlinda mtumishi wake Elia. Kwa alikuwa anamuongoza Elia kwenda mahali tofauti kwenda kuishi. Sasa hapa tutazame mahali ambapo Mungu anampeleka Elia kwa mjane wa Sarepta. Anamwambia na kupeleka huko ambako nimekuandalia mwanamke mjane afanye nini? Akulishe. Yaani Mungu anamwambia Elia, anampeleka kwa mjane wa Sarepta huko, amemwandalia mjane wa Sarepta huko amlishe, lakini mjane huyu hakuwa na kitu, hakuwa na chochote, alikuwa maskini. Sasa anamlishaje Elia wakati hana chakula? Hapo ndipo sehemu ya pili, sadaka ya kujimaliza anapofanya kazi. Uwe makini. Mungu anapokutaka utoe sadaka ya kujimaliza anakuwa na sababu fulani. Hebu tusome aya 9, sura 17 aya 9. Anasema hivi: ondoka uende Sarepta, ulio mji wa Sidoni, ukae huko. Tazama, nimemwagiza mwanamke mjane wa huko akulishe. Mungu anasema nimemwagiza mjane wa huko akulishe, hali ya kuwa mjane mwenyewe hana taarifa. Sadaka ya kujimaliza utaiona huko mbele. Yaani mjane ambaye anaambiwa ameagizwa amlishe Elia, yeye mwenyewe hana taarifa ya kwamba anatakiwa amlishe mjane, hana taarifa hiyo. Tukisoma, ukiendelea kusoma hapa, tunaona basi akaondoka akaenda Sarepta. Hata alipofika langoni pa mji, kumbe mwanamke mjane alikuwako akiokota kuni. Akamwita akamwambia, niletee na kuomba maji kidogo chomboni nipate kunywa. Sasa Elia anataka kuona kama yule mjane ndio huyu. Anamwambia, niletee maji kidogo chomboni nipate kunywa. Alipokuwa akienda kuleta, akamwambia akasema, niletee na kuomba kipande cha mkate mkononi mwako. Naye akasema, kama Bwana Mungu wako aishivyo, sina mkate ila konzi ya unga katika pipa na mafuta kidogo katika chupa, nami ninaokota kuni 2 ili nijipikie nafsi yangu na mwanangu tule tukafe. Anaokota kuni ili ajipikie nafsi yake na mwanae wakafe. Sasa wewe mtumishi wa Mungu, kwanza uelewe kwamba huyu mama alijua kwamba Elia ni mtumishi wa Mungu. Akasema kama Bwana Mungu wako aishivyo. Maana yake neno la Mungu lilianza kuzungumza kwa huyu mama wakati mwenyewe alikuwa hana taarifa kabla. Kwa hiyo Mungu alianza kusema na huyu mama mjane wa Sarepta kwamba huyo ni mtumishi wa Mungu. Ndio maana akasema kama Bwana Mungu wako aishivyo, sina mkate. Alikuwa sahihi sana. Lakini neno la Mungu linaanza kusema. Baada ya kusema na mjane wa Sarepta, tunaona Elia sasa anamwambia kitu kingine. Alikuwa anamwambia nini? Elia akamwambia, usiogope, enenda ukafanye kama ulivyosema. Yaani usiogope, wewe unaenda kujitengenezea mkate ili ule ufe wewe na kijana ule naye. Sasa anamwambia usiogope, enenda ukafanye kama ulivyosema. Lakini kuna kitu Elia anakisema. Hii sasa ndio sadaka ya kujimaliza. Hiki Elia ambacho anakwenda kusema ndio sadaka halisi ya kujimaliza. Anasema Elia akamwambia, usiogope, enenda ukafanye kama ulivyosema, lakini unifanyie kwanza mkate mdogo ukaniletee, kisha ujifanyie nafsi yako na mwanao. Sadaka ya kujimaliza. Anasema ujifanyie kwanza. Yani anasema unifanyie kwanza mkate mdogo uniletee, kisha ukajifanyie mkate wewe na mwanao. Sadaka kujimaliza. Kwa nini Elia akumwambia tengeneza mkate tule kwa pamoja? Kwa nini alimwambia nifanyie kwanza mimi
alafu wewe ndio ukajitengenezee mkate na mwanao. Yaani nini hapa Elia alikuwa anakisema? Ni mafumbo sana. Hii ni sadaka ya kujimaliza. Inawezekana vipi? Yaani wewe una kimkate kidogo, unasema nataka nile kidogo mimi na mwanangu kidogo. Yaani sasa hii ndio ya mwisho. Tukitoka hapo tunasubiri njaa itakapoingia itupige tufe. Alafu anakuja mtu anakuambia katika mkate huo, katika konzi hiyo ndogo ambayo unakwenda kujifanyia, nifanyie kwanza mimi. Sio tujifanyie wote, nifanyie kwanza mimi. Sadaka kujimaliza. Kodi iko hapa. Ndipo unapoona unaambiwa toa kitu ambacho kitakuuma. Huyu mama katika hali ya kawaida asingekubali. Lakini Mungu alishamwambia Elia, nimemweka mjane akulishe. Sasa mama ana konzi moja, anamlishaje? Ndipo sadaka kujimaliza anapoenda kufanya kazi. Sadaka kujimaliza inahusika na vitu vizito, vitu ambavyo kwa akili ya kawaida hauwezi kufikiri vinawezekana, lakini Mungu akikusudia akakwambia toa sadaka kujimaliza, ujue hicho kitu kinaenda kufanyika bila wasiwasi wote. Sasa mama hana chakula, yani mama hana mafuta, yani alichonacho ndio hicho cha mwisho, alafu unaambia huyu ndio anasema ndio ameandaliwa akulishe. Anamlishaje Elia? Tuendelee kusoma mbele. Anasema aya 14, kwa kuwa Bwana Mungu wa Israeli asema hivi. Neno nimesema sadaka lazima iwe na neno la Mungu. Sadaka akwambii mtu tu, ina neno la Mungu ndani yake. Yaani wewe mwenyewe kuna neno litasema ndani yako, na mtumishi atalisisitiza. Huyu mama aliposema kama Bwana aishivyo, alijua kama huyu ni mtumishi wa Mungu. Alijuaje? Na alikuwa hajitambulisha kwake. Kwa hiyo tunaona kwamba Mungu alishasema na huyu mama, na hata Elia alishaambiwa nimemuandaa hapa. Anasema ondoka uende Sarepta ulio mji wa Sidoni, ukae huko. Tazama, nimemwagiza mwanamke mjane huko akulishe. Aliyakuwa huyo mjane na taarifa. Kumbe unapotoa sadaka ya kujimaliza lazima kuwe kuna connection. Mungu amezungumza na wewe kwa habari ya sadaka kujimaliza. Usitoe ovyo ovyo. Ili uone siri ambayo nakwambia, siri ya sadaka ya kujimaliza, uijue siri ya sadaka kujimaliza, lazima kuwepo na nini? Na sauti ya Mungu ndani yake anakuambia nitolee hiyo sadaka. Vinginevyo utatoa sadaka kujimaliza, alafu utaona mambo yaendi. Kwa hiyo aya 14 anamwambia kabisa vizuri ya kwamba kwa kuwa Bwana Mungu wa Israeli asema hivi, lile pipa la unga halitapunguka, wala ile chupa ya mafuta haitaisha, hata siku ile Bwana atakapoleta mvua juu ya nchi. Neno la Mungu. Sadaka kujimaliza inaendana na neno. Tunaona Ibrahimu anaelezwa kwa habari ya sadaka kujimaliza. Ibrahimu ananyanyuka, anamtoa mtoto wake sadaka. Amesemeshwa na nani? Na Mungu. Tunaona mjane wa Sarepta anamtambua Elia kama mtumishi wa Mungu, lakini hana kitu. Lakini mtumishi wa Mungu anathibitisha kwamba ninachokuambia ndicho kitacholeta matokeo. Kwa maana yake utakaponipa mimi, umeitoa sadaka kwangu, umeitoa sadaka kwa mtumishi wa Mungu, na Mungu atatenda kama alivyosema. Ndio maana akamfafanulia. Sasa wangapi mlikuwa mnaijua siri ya sadaka hii ya kujimaliza? Twende mbele tuone. Mbele aya 15 anasema, basi akaenda akafanya kama alivyosema Elia, na yeye mwenyewe na Elia na nyumba yake wakala siku nyingi. Yeye mwenyewe, Elia, nyumba yake wakala siku nyingi. Lile pipa la unga halikupunguka, wala ile chupa ya mafuta haikuisha, sawasawa na neno la Bwana alilolinena kwa kinywa cha Elia. Nimekuwa nikifundisha kwa msisitizo sana. Sadaka ni jambo la kimaagano. Sadaka si jambo la kukurupuka. Sadaka ni makubaliano kati yako wewe na Mungu, ndio sadaka. Sadaka ni kuna mikataba unaingia wewe na Mungu kwa kumwambia Mungu natoa sadaka hii kwa ajili fulani. Hiyo ndio sadaka. Yaani kila sadaka ina dhumuni lake, hata kama ni shukrani. Halafu kuna baadhi ya sadaka lazima Mungu akwambie. Yaani lazima Mungu akupe maelekezo kwamba hili haliwezekani mpaka utoe sadaka hii. Sasa leo nataka nikupe au nimeleta somo hili la sadaka ya kujimaliza. Siri ya sadaka kujimaliza. Mjane wa Sarepta alipika chakula kwa muda mrefu. Ile mvua haikunyesha takribani miaka 3 na kitu. Miaka 3 mvua yenyeshi.
lakini mafuta yule mama hayakupungua. Yaani maana yake kama yalikuwa robo, yalikuwa vile vile, yani kila kimina anabaki robo. Ndio maana yake. Na kama unga ule ulikuwa robo, ulikuwa konzi moja, kwamba haukupungua, sio kwamba uliongezeka. Maana yake alikuwa kila akichota anabaki vile vile. Ndio maana yake. Yaani kila anachotumia kinabaki vile vile. Sadaka ya kujimaliza. Sasa unakuta mtu anaenda kutoa sadaka kujimaliza, afa anakuambia nimetoa sadaka kujimaliza, hakuna nilichoona. Kosa ni hili hapa. Ndio leo nimekuambia siri ya sadaka ya kujimaliza. Siri yake ni kwamba Mungu lazima akusemeshe. Usitoe sadaka ya kujimaliza bila Mungu kukusemesha. Kwa namna yoyote lazima Mungu akusemeshe kwamba toa sadaka kujimaliza. Yaani hapo toa. Unaweza ukaenda kwenye kongamano akakwambia dhamini ili kongamano. Hiyo ni sadaka ya kujimaliza. Sio sadaka ndogo. Hiyo ni sadaka ya kujimaliza hata kama unabakiwa na kitu. Yaani sadaka ya kujimaliza inamaanisha kwamba kitu ambacho ni kikubwa chenye thamani unakitoa hata wewe ulikuwa unakipenda sana. Kuna shuhuda zingine zilikuwa zinanifurahisha. Nimeshakusikiliza watu umeishaye kwenda mahali na magari yao, alafu Mungu akawaambia ile gari mwachie mtu fulani. Inachanganya, tena alikuwa ni mtumishi wa Mungu. Inachanganya kabisa. Alafu unashangaa mtumishi anasikiliza sauti sema ngoja niliache ile gari. Analiacha. Alafu baadaye Mungu anafanya kitu kikubwa mara 7 yake. Kwa hiyo Mungu kuna hatua fulani hawezi kufanya kama wewe hauko tayari. Kama wewe hauko tayari kusikiliza sauti. Kama hauko tayari kuifuata sauti ambayo Roho Mtakatifu anaisema kuhusu sadaka ya kujimaliza. Yaani ili uvuke ufikie hatua fulani isiyo ya kawaida, kuna sadaka ya kujimaliza wakati mwingine inahusika. Sio mara zote, ila wakati mwingine Mungu anahitaji sadaka ya kujimaliza. Kwa hiyo unapoisikia sauti ndani yako kuhusiana na kutoa sadaka kujimaliza mahali popote, usipuuze. Maana yake Mungu anataka kufanya kitu kikubwa na wewe. Utakapopuuza, maana yake hasara utakayoipata utajutia maisha yako yote. Sijui kama baba yetu Ibrahimu angekataa ingekuwaje. Haya, huyu mama mjane wa Sarepta angesema mimi sikupiki. Unafikiri Mungu asingempeleka Elia sehemu nyingine? Kwa sababu Elia pale alikuwa ameenda, bila shaka ilikuwa ni sehemu ya pili, sio sehemu ya kwanza tangu njaa imeanza. Ilikuwa ni sehemu ya pili. Katika mkasa huu Elia alilishwa na vitu vingi sana, hata kunguru alimlisha Elia katika mkasa huu kuendelea nao. Sasa unajifunza nini kuhusu sadaka ya kujimaliza? Umeelewa nini kuhusu sadaka ya kujimaliza? Ni matumaini yangu kuna kitu fulani umepata. Ni matumaini yangu ya kwamba kuna jambo umegundua kwamba sadaka ya kujimaliza ina siri kubwa, na sadaka ya kujimaliza inapaswa Mungu akusemeshe, sio mtu. Na mtu anapokusemesha au una hakika kwamba anasemeshwa na Mungu, sio mtu aseme yeye kama yeye. Yaani lazima kuwe kuna mahusiano baina ya wewe na mtumishi kusema. Yaani wakati mtumishi anakuambia kwa habari ya sadaka ya kujimaliza, lazima ndani yako Mungu wao amesema na wewe. Sio rahisi Mungu akamtumia mtu mwingine kukuambia utoe sadaka tu ya kujimaliza wakati wewe hauna taarifa yote. Kuna ukakasi, kwa sababu hata tapeli anaweza kukutapeli. Akakwambia nasikia ndani yangu utoe sadaka kujimaliza, kumbe anakutapeli. Na watu wengi sana wametapeliwa kwa njia hiyo. Wengi sana wametapeliwa kwa njia hiyo. Sasa Mungu hiyo hataki. Ndio maana anaunganisha. Na uthibitisho tumepata kwa mama mjane wa Sarepta ambaye tayari alimtambua Elia kama mtumishi wa Mungu. Akasema kama Bwana Mungu wako aishivyo sina. Kwa nini asingesema sina peke yake? Maana yake tayari Mungu aliconnect. Na tunaona hata huko Elia anaambiwa kwamba nimemwandaa mama huko akulishe. Nimemwandaa mjane mmoja huko akulishe. Kwa hiyo tayari kulikuwa kuna taarifa ya kulishwa kwa Elia. Sasa wewe unatoaje sadaka ya kujimaliza wakati hauna taarifa? Uwe na taarifa mpendwa. Siri ya sadaka ya kujimaliza. Sadaka hii imevusha watu wengi sana. Na sadaka hii inavusha katika viwango visivyo vya kawaida. Unaweza ukaenda kuomba visa balozini, labda unataka kwenda kusoma mahali fulani nje ya nchi. Una ndoto za kusoma vyuo fulani huko nje ya nchi. Alafu unafika pale unakuta pasipoti yako imekanseliwa au imepigwa
imepigwa bani, tunaita kwamba hauwezi kuingia huko. Hafu sababu hakuna. Maeneo kama haya ndio Mungu anaweza kukusemesha kutoa sadaka kujimaliza. Utashangaa umetoa sadaka, alafu pale pale ambako walipiga bani passport yako wakwambia ilikuwaje, wakakufutia, alafu kajikuta unavuka unaenda sehemu nyingine, ama unavuka unaenda kwenye kile chuo ambacho wewe ulikikusudia unakwenda kusoma. Ndivyo Mungu anavyowavusha watu wengi. Kuna watu wana madeni, yani madeni ambayo hayalipiki. Kuna watu biashara zimefilisika, lakini Mungu anawaambia toa sadaka ya kujimaliza, toa hiyo iliyobakia, uza hiyo gari yako, toa sadaka. Mungu anakuambia toa sadaka, kuna kitu hakipo sawa. Katika ulimwengu wa roho kuna kitu hakipo sawa. Kuna deni la sadaka. Mimi Mungu nipo, lakini kuna deni la sadaka. Hii sadaka bado inafanya kazi kabisa. Mpaka leo inafanya kazi sadaka kujimaliza. Sadaka kuteketeza peke yake ndio haifanyi kazi, lakini sadaka kujimaliza Mungu anaweza kusema na mwanadamu mpaka leo. Yesu anaweza kusema na mwanadamu kwa habari ya sadaka kujimaliza. Usipouze. Ukisikia ndani yako kutoa sadaka, toa. Hiyo sadaka kujimaliza, ukisikia ndani yako kwamba toa sadaka hii, toa. Mungu anakwenda kufanya jambo kubwa sana. Na hiyo ndio siri kubwa ya sadaka ya kujimaliza. Yani siri ya sadaka kujimaliza ni kwamba Mungu anapotaka kufanya jambo kubwa na wewe, lazima utoe sadaka kujimaliza. Yani kuna mahusiano makubwa sana kati ya movement, yani kukutoa sehemu fulani kwenda sehemu kubwa sana kwenye maisha yako, na sadaka kujimaliza. Kuna mahusiano makubwa sana. Ni kama mbegu fulani unapanda. Yani sadaka kujimaliza inataka kufanana kabisa na mbegu, jinsi Mungu anataka iwe. Kwa hiyo mbegu, kadiri unavyozidi kuipanda mbegu nyingi, na mazao yanakuwa mengi. Kwa hiyo sadaka ya kujimaliza ni mbegu kubwa. Usipuuzie mpendo. Mungu akubariki sana. Ni imani yangu ya kwamba kupitia somo hili kuna kitu umejifunza. Kuna kitu ulikuwa uelewi, sasa umeelewa. Mungu akubariki, na nikuombe endelea kufuatilia mafundisho mengine kupitia channel yetu ya Mikono ya Kristo hapa YouTube. Kama hujasubscribe, na kuomba usubscribe kwenye channel yetu hapo. Bonyeza button ya subscribe, bonyeza button ya kengele, uwe wa kwanza kupata mafundisho tunayoposti kupitia channel hii ya Mikono ya Kristo. Lakini ziko namba za simu hapo zinaonekana hapo chini. Namba hii hapa inaonekana inasumbua kidogo. Hii ambayo iko hapa nyuma yangu, usitumie namba hiyo. Tumia namba hizi hapa ziko chini. Pale ambapo itakuwa imesharekebishwa, basi unaweza ukaitumia. Lakini kwa sasa tumia namba ambazo ziko chini hapo. Ziko namba 2, piga namba hizo. Kama uko nje ya nchi, ondoa 0, alafu utaweka alama kujumlisha 255, endelea na hizo namba, utupigie, utatupata. Ama kwa njia ya WhatsApp pia utatupata. Tutakuhudumia. Roho Mtakatifu hazuiliwi. Hana mipaka. Usije ukasema mimi niko China itakuwaje? Mimi niko Thailand itakuwaje? Mimi niko Amerika itakuwaje? Mimi niko Asia itakuwaje? Mimi niko Afrika Kati, Afrika Magharibi, Afrika Mashariki, Afrika ya Kusini itakuwaje? Mimi niko visiwa vya Komoro itakuwaje? Mungu anafika mahali pote. Tupigie na Mungu atakuhudumia. Atakufungua kwenye kifungo chako. Kila kitu kwa Mungu kinawezekana. Wewe unayeamini, ukiamini tu, ukisadiki tu, kwa Yesu yote yanawezekana. Hakuna jambo lisilowezekana kwa Mungu. Yote yanawezekana. Endelea kufuatilia mafundisho yetu. Na sasa tuna programu mpya ambayo tunaenda nayo. Kila Jumapili tutakuwa live kwa ajili ya maombi na maombezi. Mafundisho machache, alafu tutakuwa tuna maombi na maombezi. Kwa hiyo itategemea tu Jumapili hiyo tutakuwa na maombi aina gani, lakini uwe tayari sasa kwa ajili ya kupokea huduma mpya ya maombi na maombezi live. Manake tutakuwa tunakwenda live wakati huo. Uzuri wa live ni kwamba tunaweza kuwa tunaomba, mtu mwingine akacomment pale kwenye maombi, tukamsaidia kwenye maombi hayo, na mambo mengine yakaendelea. Inakuwa ni kama tuko ana kwa ana. Kwa ni jambo zuri sana, mshiriki. Na muda itakuwa ni kuanzia saa 8:30 mchana mpaka saa 9:30 mchana. Timu nzima ya Mikono ya Kristo tutakuwa kwenye kazi hiyo ya kuombea, kufanya maombi na maombezi.
mafundisho ya neno la Mungu kidogo, lakini msingi mkubwa ni maombi na maombezi. Endelea kufuatilia mafundisho yetu. Pia tuna channel ya Mikono ya Kristo ya WhatsApp, jina hilo hilo Mikono ya Kristo, lakini pia Instagram, Facebook pamoja na TikTok, jina ni hilo hilo la Mikono ya Kristo. Ulikuwa na mimi mtumishi wa Mungu Norbert Simon Mpunga. Hadi wakati mwingine. Kwa niaba ya timu nzima ya Mikono ya Kristo tunasema Mikono ya Kristo kwa neno la maarifa. Bye bye.